Shalom, shalom. Na kusalimu katika jina la Mungu aliye hai, Bwana Yeshua. Ni wakati mwema ambao tunataka tujifunze maandiko mazuri sana. Moja kwa moja nitaanza kuyaeleza. Matendo ya Mitume mlango wa 2. Nataka tujifunze wokovu wa kweli ni nini na unafanyikaje. Nitafanyaje niokoke kwa kweli? Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume naanzia upande wangapi? Naanzia mlango wa 34. Nataka leo uwe makini sana. Ni somo ambalo litakubariki, litakufungua, litakuongoza. Maana sikiliza. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Hayo ni maneno ya unabii wa Daudi. Bwana alimwambia Bwana wangu. The Lord told my Lord, sit on my right side. Hallelujah. The Lord told my Lord. Bwana kamwambia Bwana wangu. Bwana ndiye Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana wangu ndiyo Mwokozi. Ndio maana maandiko yanasema Bwana ukitaka ndiyo Mwokozi. Kwa hiyo Mungu anamwambia Mwokozi kaa upande wa kuume. Wanakaa Mungu wawili? Hapana. Sasa sikiliza hapa chini. Bwana, nimekuambia Bwana ni Mungu. Bwana wangu ni Mwokozi. Lakini swali ni kwamba Mungu na Mwokozi ni watu wawili tofauti? Hapana, sikiliza. Mariamu alizaa Bwana wangu, hakuzaa Bwana. Maana maandiko yanasema Mungu ana baba, Mungu ana mama, Mungu ana ndugu. Kwa hiyo Mariamu ni mama ya nani? Mariamu ni mama wa mwili wa Mungu. Mwili wa Mungu ndio ulikuwa unaitwa Bwana wangu. Wangu. Yaani Bwana wangu kwa ufupi ni mwili wangu. Yaani sikiliza, Bwana ndiye Mungu. Mungu aliuambia mwili wake, keti upande wa mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Maana Bwana ni Mungu, Bwana wangu ni mwili. Mungu anauambia mwili wake. Inamaanisha Mungu sio mwili. Si ndio? Ndio maana Yesu alikuwa anawaambia kila wakati, mwili wangu haufai kitu, bali maneno niwaambiao ni roho ribikia risaramaseka. Ni roho rabai salalai. Ni roho na ni uzima. Yeshua aliyatamka maneno hayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeshua akasema mwili wangu haufai kitu. Sasa Mungu ndio Bwana alimwambia Bwana wangu, aliwaambia mwili wake. Mwili wa Mungu ni mwanadamu. Mwanadamu ndiyo mwili wa Mungu, lakini Bwana alimwambia. Kwa hiyo Mariamu alizaa mwili, lakini hii roho haikuzaa. Roho iliunganika na mwili pale jangwani ambako Yeshua alienda kuabudu. Ale glory sai. Pale jangwani alipoenda kuomba na kuvua na kufunga siku 40 Bwana Yeshua, hapo ndipo sasa Bwana roho yule mwenye uzima, Mungu aliye zifanya mbingu na nchi, aliunganika na mwili wake. Na kuunganika huko kulianza akiwa bado pale majini, akibatizwa na Yohana Mbatizaji. Hapo ndipo kulishuka na njiwa. Njiwa ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Si ni Mungu? Hapo ndipo ile roho ya Bwana, yaani Bwana alishuka akapaa, akatua kwenye bega la Bwana wangu. Bwana alishuka akatua kwenye bega la Bwana wangu. Bwana akamuongoza Bwana wangu jangwani. Bwana wangu akawa anaomba Bwana. Lakini hapo jangwani Bwana akashuka, akaingia ndani ya Bwana wangu, akawa tena sio Bwana wangu, bali ni Bwana. Na nimewaambia Bwana ni nani? Bwana ni Mungu.
Ndio maana maandiko yanasema Mungu ni roho. Ndio maana Bwana wangu alipotaka kupaa akasema, kwa nini mitume wangu mmehuzunika? Tazama, ni kitambo kidogo amnioni, ni kitambo kidogo mtaniona. Ni kitambo kidogo amnioni, kweli alipanda kwa wingu akaondoka. Ni kitambo kidogo mnaniona, kukashuka ghafla upepo wa uvumi wa nguvu wa Roho Mtakatifu ukashuka. Haleluya. Nimekuambia jinsi Yesu anaeleweka na Mungu. Yesu ndiye Mungu, Yeshua ndiye Mungu tu. Hata hapa chini nadhibitisha, lakini mbona aambiwe mkono wa kuume? Stefano akasema nalimuona mkono wa kuume. Kwa sababu Mungu ana wana wawili. Kuna wa mkono wa kushoto, ribikia risai glory sai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna wa mkono wa kushoto, lakini wote wana jina sawa, wote wanakaa na tabia sawa, wote wanahubiri maneno sawa. Haleluya, wote ni mtu mmoja tu. Mungu ni mmoja, lakini mili ndio tofauti, lakini mwana wa Mungu ni mmoja. Haleluya, glory. Mwana wa Mungu ni mmoja. Mili ambayo mwana wa Mungu alitokeza ndani ndio mili tofauti miwili, mmoja wa Kiafrika, mmoja wa Kizungu, lakini they are the same. Alafu sikiliza hapa chini, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yeshua huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Umesikia hapa chini? Mungu, nyumba yote ya Israeli wajue Mungu, kwamba Mungu, sikiliza kimakini maneno haya, kwamba Mungu amemfanya Yeshua huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo na Mwokozi. Kuwa Bwana na Mwokozi. Hapa Bwana alimwambia Bwana wangu, yani Yeshua amefanywa kuwa Mungu na tena ni Kristo. Lakini amefanywa kuwa Mungu, maana Mungu tena hayupo mahali pengine, bali anakaa ndani ya ule mwili akiukusanya ulimwengu kwake. The Bible says that God was in Christ reconciling the world back to himself. Maandiko yanasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiukusanya ulimwengu kwake. Lakini maandiko hapa yanasema Mungu amemfanya yeye kuwa Bwana na Kristo. Yani ndo Mungu kamili wa mbingu na nchi ni roho yake. Mwili wake ndo Kristo mnayeuona. Yani Kristo ni mtumishi, ni Masihi. Masihi ni nani? Ni mpakwa mafuta. Mpakwa mafuta ni nani? Ni chombo cha Mungu. Chombo cha Mungu ni nani? Ni mwili wa Mungu. Ni kama mhubiri yoyote. Mhubiri yoyote ni mwili wa Mungu. Mhubiri wowote ni gari la Mungu. Naweza sema mhubiri ni gari la Mungu. Wewe mtakatifu ni gari la Kristo, maana unaibeba roho ya Kristo. Ukienda kuhubiri crusade, unaibeba roho ya Kristo, unaitembeza roho ya Kristo duniani, inatembea, lakini wewe ni mwili wake. Kristo haonekani, lakini Paulo anasema si mimi ninaishi. Yani kumaanisha mnaniona mimi tu, lakini Kristo yu ndani yangu. Si mimi ninaishi, bali ni Kristo. Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Ukianza kuona uogopi kufa, unasema siogopi kufa. Kufa ni faida. Nikifa ninaenda Yerusalemu. Uokovu ndo huo. Read sai glory. Hallelujah drahai samasi. Glory pai glory sai. Ndio maana maandiko la drahai. Maandiko yamesema ya kwamba msiogope auaye mwili tu, bali ogopeni auaye mwili na roho. Inamaanisha msiogope vitu vya dunia. Usiogope hata kutoka ndani ya mwili huu, bali ogopa ya kwamba roho yangu itaenda wapi. Huyo ndio mtu ambaye ameokoka vizuri. Wanaookoka wakitazama dunia kwamba mili yetu ipendeze, tung'ae, tupande cheo, tununue magari, tufanye nini. Hao ni waokovu wa dunia. Hiyo ni vikaragozi vya injili, vimashetani vya miguu miwili. Lakini Mungu wa kweli anakufanya unaama katika mwili huu. Japo unaishi, unafanya kazi, unakula kwa jasho lako, unaomba kila siku na kusali, lakini Mungu amekufanya tena sio wewe unaishi, bali ni Kristo ayaongozaye maisha yako. Kuishi kwako
ni Kristo. Yani muda wote ambao wewe utakuwa unaishi ni Kristo Yeshua atakayekuwa anaongoza maisha yako. Lakini kufa ni faida. Ndio maneno ya Paulo alimaanisha kufa ni faida. Inamaanisha baada ya kuongozwa duniani na huyu roho wa Kristo, roho wa Mungu aliye ndani yangu, ni kifa ni faida. Maana huyu roho aniongoza kuyatenda mapenzi ya Mungu, sio mapenzi yangu wala ya dunia. Haleluya. Huyu Roho Mtakatifu haniongozi kuyatenda niyapendayo. Paulo anasema yale niyatakayo kuyatenda siyatendi, bali nayatenda nisiyotaka kuyatenda. Yani Mungu akikuingia ndani kamili, au roho wawili, neno la Mungu na Roho Mtakatifu, wakikaa ndani yako, watakufanya utende utakatifu pasipo kujua, pasipo kupanga, pasipo kuweka mifumo. Yani you will be automatically living the word of the Lord. Haleluya wote. Apewe sifa Mungu aliyetuumba. Ndivyo ilivyo. Naendelea kusoma. Mungu amemfanya yeye kuwa Bwana na Kristo. Yani inamaanisha hakuna Mungu mwingine zaidi ya yeye aliyesulubiwa. Hakuna Mungu zaidi ya Kristo. Hakuna Mungu zaidi ya, ukitafuta Mungu zaidi ya Yesu, kwamba kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Jehanamu, na kushuhudia leo ukiingia mbinguni siingi. Haleluya, haleluya. Kwa sababu hiyo mbingu itakuwa mbingu ya uchafu. Haitakuwa mbingu ya Biblia imesema ya kwamba hakuna kinyonge wala atendaye machukizo atauona ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo wewe ambaye unaabudu Mungu watatu na Mungu ni mmoja, wewe unatenda machukizo, hautaingia katika malango ya utakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hautauona ufalme wa Mungu. Machukizo ni mambo ambayo Mungu hayafurahii, hajasema tuyatende. Tunayatenda kwa sababu ya falsafa na usomi wa wanadamu. Mbinguni hakuna masomo, mbinguni hakuna tajiri, mbinguni hakuna maskini. Siku ya hukumu sote ni wanadamu mbele za Mungu. Hakuna aliyefunika kichwa asiyefunika. Inahesabika mtakatifu na mwenye dhambi. Hakuna denominations, hakuna religion. Hakuna religion kwamba wewe ulikuwa Muislamu, ulikuwa Mkristo. Never. Hapo itakuwa tu nani aliyeishi mambo ya Mungu wa mbingu na nchi. Maana tazama, mimi naliwaumba nyote kwa mfano wangu, lakini nawataka tu wale ambao waliishi Biblia niliyoileta kwa mkono wa mimi mwenyewe niliyevaa mwili. Ndio maana muda mwingi Yeshua wa Nazareti akasema, msiponiamini mimi mtaangamia. Maana alijua hamna Mungu zaidi yangu. Hakuna Mungu zaidi yangu. Msiponiamini mimi tu mtaangamia. Maana hakuna Mungu. Mungu ambaye mngedhania yupo ndani ya ule mwili. Na ni yeye. Wewe roho yako sio wewe. Unaitwa pengine Yusufu. Kwa hiyo Yusufu ni mwili wako ama ni roho? Si mwili na roho ni kitu kimoja. Ndio Mungu alivyo. Yesu na ile roho iliyokuwa ndani yake ni mtu mmoja. Yesu ndiye aliyezifanya mbingu na nchi. Haleluya, glory Rabbi salida. Yesu Kristo, Yeshua ndiye aliyezifanya mbingu na nchi. Msitafute baba tena. Ukitafuta baba, wewe ni antichrist. Mbona Biblia inasema antichrist? Antichrist, not anti-God. Sio anti-God, ni antichrist. Maana Christ is the Father, Christ is God. Hallelujah. Kuna two different formations, but in the spirit, Kristo ni Mungu. In the flesh, Kristo si Mungu. Niko well understood. In the spirit, Yesu ni Mungu. In the flesh, Yesu ni mwana wa Mungu, mwanadamu anayemtumikia Mungu. Haleluya. Kwa flesh, kwa flesh ni katika mwili, Yesu ni mwanadamu anayemtumikia Mungu. Katika roho, Yesu ni Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Baada ya kuvaa utukufu anakuwa Mungu. Alipovua akavaa mwili, sio Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Haleluya, haleluya. Nadhani maandiko na ya tanua vizuri mpate kuyaelewa. Waliposikia 37, waliposikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Unajiuliza, nimeisikiliza injili, nifanye nini? Ndio hapa wanajiuliza pia wao.
waliposikia maneno hayo ya kwamba Kristo mliyemsulubisha ndiye Mungu na tena ni Kristo, yeye maandiko yanamtabiri, wakasema ndugu zetu, tutendeje ndugu zetu? Yani inamaanisha walichomwa mioyo, inamaanisha walihuzunikia maisha yao ya dhambi, wakasema nifanye nini? Hivyo ndo kutubu sasa. Nifanye nini nitoke katika dhambi? Nifanye nini niishi maandiko matakatifu nikauone ufalme wa Mungu? What should I do, my brothers? Listen to the answer. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yeshua Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hayo ndo masharti tu. Unajiuliza, nimekuwa mwenye dhambi, nimesikia injili ya ukweli, nitendeje? Jibu ndo hili: tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yeshua, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea Roho Mtakatifu. Wokovu ndo huo. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yeshua, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Watu wanasema Roho Mtakatifu ni mtendaji mzuri. Roho Mtakatifu ndo haya hapa. Nasema tubuni mkabatizwe. Watu wakaambia watu, kiri kwamba Yesu ndiye Mungu. Na Bwana Yesu, unisamehe, uniongoze, unitakase, ukwe na mimi. Alafu wanakuchukua, wanakuvalisha nguo nyeupe, wanakupeleka kwa mtoni, wanakuweka kwa maji, pua. Natoka umeokoka. Umeokoka ama umeogelea? Umeokoka ama umeswim? Kuokoka ndo hii. Tubuni mkabatizwe. Kubatizwa gani? Mkabatizwe kwa jina lake Yeshua. Kubatizwa kwa jina ni nani? Kwa jina lake inamaanisha jina ni nani? Jina ni tabia zake, ni tabia za Yesu. Mkabatizwa kwa tabia za Yesu, kwa maneno ya Yesu, kwa mafundisho ya Yesu, kwa maombi ya Yesu, kwa kila alichowafundisha, mkabatizwe humo. Ndio maana ya kwamba tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yeshua, mpate ondoleo la dhambi. Na tunauliza, Yeshua aliyemtuma Petro, imeandikwa atabatiza kwa nini? Atabatiza kwa moto. Yohana akasema, tazama mimi nawabatiza ninyi kwa maji kwa ajili ya toba, lakini ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa moto na Roho. Kwa hiyo moto ndo hii ya mtubuni mkabatizwe kwa moto. Jina la mtu si ni mtu. Wewe unaitwa mimi naitwa Abraham. Kwa hiyo ukisema nendeni mkafundishwe kwa jina la Abraham, kumaanisha mtafundishwa mahubiri yangu yote, si ndio? Hapa nendeni mkabatizwe ni kuingizwa ndani, si ndio? Kubatizwa ni total immersion. Nendeni mkabatizwe, nendeni mkaingizwe ndani kwa jina la Yeshua. Mkaingizwe ndani ya Yeshua. Nendeni mkabatizwe ndani ya moto. Moto ni neno la Mungu. Neno la Mungu lina maji ndani yake. Kwa hiyo hayo maji ndo yanabatiza. Ndio maana Paulo akasema Bwana alijitoa kwa ajili, pendeni wake zenu kama Bwana alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili ya kulisafisha kanisa kwa maji. Wa Efeso 5:25 ama 4:25. Akajitoa kwa ajili ya kanisa ili alisafishe kwa maji katika neno. Maji katika neno. Maji haya katika inamaanisha ni ndani. Maji ndani ya neno la Mungu, na kwa maji katika neno ili ajichukulie kanisa lisilo na mawaa wala makunyanzi.
Maji yako aje kwa neno la Mungu? Maandiko yanasema Yeshua akamwambia, mimi nina maji. Akamwambia mwanamke Msamaria kwenye Yohana 4, mimi nina maji ya uzima ambayo nikikupa hayo maji utabubujikwa ndani, lakini ninyi mnabubujikwa nje. Ndio maana mnaloa hizi nguo, kwa sababu mnabubujikwa nje. Mnasafisha nguo hii ambayo ni mali ya udongo, ni mali ya wadudu mwili, ni mali ya mchanga, ni mchanga huu mnasafisha. Lakini Mungu anataka safisheni roho zenu. Roho haiguswi na maji ya mtoni, bali inaguswa na maji ambayo yule mwanamke Msamaria alipewa, akaambiwa ndani yako kutabubujika na maji ya uzima wa milele, sio nje. Kutabubujika na chemichemi. Kumbuka mwanamke Msamaria alikuwa na maji ya kisima cha Yakobo. Maji ya kisima ni haya maji ya duniani haya maji ambayo mnaenda kubatiza watu, haya maji ya duniani. Lakini yeye anasema nitakupa haya. Mwanamke anamuuliza, huna kitu cha kuchotea, umetoa wapi maji? Anaambiwa maji haya ni kupayo ndani yako, ndani yako. Na kweli alipopewa alibubujika ndani yake na chemichemi ya uzima wa milele. Akakimbia mjini akawahubiria watu wakakuja. Yaani ndani yake kulibubujika na uzima ambao ni ufalme wa Mungu wa mbinguni. Na ndio ilivyo uokovu wa kuogelea kama bata majini huwa ukusaidii. Wewe ni kama tu bata, lakini hakuna kitu, ni kama tu bata anaogelea akijisikia vizuri, unatoka huko wengine wanaanza ri haisaidii. Wewe unarudi tu katika dhambi. Pia wewe mwenyewe ni shahidi, maana dhambi zitakushinda. You are using a wrong process. Yaani ni kama unaanza 1, wanakuambia count from 1 to 4. Unaanza 1 3 4, so umeacha 2. Kwa hiyo wakisema your arrangement of the numbers, wacha hizi namba zirudi chini, kwa sababu nimetaka namba 4, wewe umenipea 3. Wakirudisha inakuwa 1 3 4, hakuna blank space there. Ndio ilivyo. Mmeruka process nzuri sana ambayo inawapeleka watu mbinguni. Ni neno la utakatifu, ni ubatizo wa moto. Ndivyo ilivyo. Mkabatizwa hapa, msiende kuingiza watu kwa maji. Ondoleo la dhambi. Wewe ukienda kwenye maji au ukiswim, sasa kumaanisha watu wenye wanaswim wanapata ondoleo la dhambi. When I go and swim, nimepata ondoleo la dhambi, kwa sababu si hayo ndio maji tu, ndio yenyewe tu, sio kwamba ni maji tofauti. Salah. Naendelea. Na mtapokea kipawa cha Roho. Nimekuambia lazima sasa ninyi mko kwa process ya kutubu. Kutubu ni kujifunza mema na mabaya ukayatenda mema. Haya mema haya tunajifunza kutoka ndani haumu. Ndio tunatoa haya mema, alafu baada ya kutubu tukimaliza tutajaza Roho Mtakatifu. Lakini hatukimbilii Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja baada ya toba iwe imetimizwa. Hapa chini naendelea kitabu hiyo. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa ajili ya watoto wenu na kwa watu wote. Sikiliza kimakini. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Walio mbali ndio ninyi, watu wote ni kwa ajili yenu na watoto wenu. Na watoto wenu kumaanisha the Holy Spirit is still roaming in the world looking for any soul that is ready to surrender, na anaingia. Lakini ninyi mmemwacha, anapigwa na mvua nje, hana nyumba, anateswa, anatemewa mate, anafanyiwa nini? You will pay for it. Maandiko yanasema na watu wote watakaoitwa wamjie. Ukiitwa na Mungu itika. Akiniita taitika, akiniita taitika, akiniita taitika. Nitafanya kazi ya Bwana. Nitafanya kazi, watu wanadhani ni kwenda kuhubiri. Sio kwenda nitafanya kazi ya Bwana. Maana nitafanya mapenzi ya Bwana. Mapenzi yake nini? Nitafanya matendo ya Bwana. Matendo yake nini? Nitafanya neno la Bwana. Yaani utafanya mapenzi yake. Ndio kazi. Kazi ni nini? Kila mtu. Ndio maana ukifa utapatiwa taji ya uzima.
ulikuwa unafanya kazi. Kazi hiyo ni kuzishika amri za Mungu. Aya, sikiliza hapa. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Pia mimi nitawaambia, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Hiki kizazi ni kikaidi, ni kizazi kisichompenda Mungu, ni kizazi chenye kupingana kwa ajili ya Biblia. Ndio maana utaona mtandaoni watu wengi wanapingana, wengine wanatamaa tu. Ni kizazi kikaidi, ni kizazi chenye ukaidi. Na nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Umesikia? Mimi nawafundisha haya mafundisho ya mitume na mafundisho ya Kristo. Wakawa wakititra sayada. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Hayo ni mambo ambayo unafaa uko unayafanya. Kuumega mkate. Mkate si ndio ile biscuit ambayo mnapeana meza ya Bwana. Sio hiyo. Mkate wa kweli si ndio huo. Huo mkate wakimega mkate ni mkate neno la Mungu. Ndio maana wanakupea ka biscuit ya kwamba hili ndio neno. Hapana, neno la Mungu ndio mkate na katika kusali. Kusali ni kuomba maombi ya toba. Ndio maana kusali ni Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ni maombi ya toba, sio maombi ya utajiri. Kusali ni tofauti na kuomba. Ndio maana wakidumu katika kuumega mkate na katika kusali. Kuumega mkate na katika kusali. Kuumega mkate na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kusali ni tofauti na kuomba. Kuomba ni kama neno lenyewe tu, nataka kitu fulani kutoka kwa Mungu. Lakini kusali ni maombi ya kujiandaa kwa ajili ya kwenda katika ufalme wa Mungu. Haya ni maombi ya toba, ndio kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ninyi kanisa la leo hamna hofu ya Mungu. That is the problem. That is the big problem. You will enter hell. Ninyi wote mwenye mnapiga keyboard on Sunday, mnakaa mnaenda makanisani na makeup with kujionyesha fashion, hell. Kwa sababu nini? Hamna hofu ya Mungu. Ukiwa unamwogopa Mungu, utaenda kumuonyesha mapaja kanisani. Utaenda na makeup kanisani. Hata unashindwa kuomba huko tu. Hata kuimba. I went in a certain church where a lady was leading. Msichana mdogo tu. Alikuwa anaimba, yale sio yaweza Bwana anaweza. Sasa hata kashindwa, hivi ndo ibada? Yale sio yaweza Bwana. Sasa hakuna faith. Paka anaanza kulia. Hata hawezi kujipanguza na kitambaa tu vizuri usoni. Yale sio yaweza Bwana anaweza, with makucha zingine refu hivi. That is how you go before God. While Israelites were told, God told Moses, Mungu alimwambia Musa, nenda kawaambie wavue mapambo yao yote, kisha waje mbele zangu nitasema nao. Mungu aseme na nyinyi, Mungu awaokoe, Mungu awaponyi, kwa sababu ninyi mnaenda mbele za Mungu ni kama mnaenda kufanya uzinzi. Ndio maana kuna wimbo, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Hii toba, ondoleo la dhambi, ndio kutakaswa. Unaleta moyo wako, kisha Mungu anautakasa. Hauendi kuingizwa kwa maji ya mtoni ambayo ni machafu, utapata diarrhea. Lakini utakunywa, hata wengine wanakunywa hiyo maji, wakikunywa wanaruka juu, unasikia haleluya haleluya haleluya. Sasa ndo maana tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Unavua magari, unavua pesa, unavua umaarufu, unavua kazi, unavua hiyo vitu unaviona sio vya thamani. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi.
Yani unaleta tu moyo wako mbele ya Mungu. Ndio maana I'm going to hit a very mighty revival on this face of the earth. Lakini uwe umeokoka hujaokoka, you will never step in my church with makeup kama una nguo kubwa. When you are a man, uwezi kuja na t-shirt inafikia hapa. Whom are you showing? Unakuja na t-shirt imekufunika kwanza hata shati. We must, lazima tuvue kila kitu. Makeup, high heels, vitu vingine vyote, high heels, makeup, kama unasuka nywele unavumua kisha uje kanisani ama nakufukuza ukikuja tu. Na kuambia go, enda kwa Ezekiel. Mimi sio devil worshiper, mimi sio false prophet. Lazima ukikuja umevua kila kitu, umeleta tu moyo wako. And then tell me that God has not healed you. It will be miracle. It will be the bursting of the miracle. Utaona miracle. If they are all of them are sick. Kama kuna watu hata 200 wa cancer, they will go home rejoicing. Lakini I will never allow you with the hairstyle. Umenyoa hairstyle unakuja pasi ndo nani. You will go home at a faster speed. Ama unaenda unatolewa na naambia Asha hebu mchukue nenda aende anyolewe hiyo nywele ndio akuje kanisani. Kwa sababu hatutaabudu na vitoto vya mashetani. We must be orderly. We have just presented the heart before God. We are seeking for the mercy of the Holy God. We are seeking for the presence, for the power that was seen. The mighty rushing wind to appear among people and heal them. See, I'm a false prophet. And you tell me that nimekuja nikiwa mgonjwa sijakuwa healed. Pengine wewe mwenyewe ni mchawi, unafaa kutubu. Wewe ndo mtu mbaya sana. Na waliopokea neno wakabatizwa. Sikiliza sasa, wakisali lazima uwe mtu wa kumega mkate kila siku, ni kusoma maandiko matakatifu, alafu ni katika kusali paka pia uwe mtu wa kuomba. Niliwaambia hii kitu na sitarudia. Niliwaambia ya kwamba asubuhi ukiamka unafanyaje? Unautafuta ufalme wa mbinguni na haki yake. Ndio kuumega mkate na kusali. Kusali sio kuomba mahitaji, ni kutubu kwa ajili ya Mungu akusamehe dhambi zako, akutakase, ajapo akumbuke roho yako. Jioni maandiko yamesema ifunge siku kwa maovu yake. Jioni upige toba na ukaumege mkate. Asikiliza, kila mtu akaingiwa na hofu. Sasa utaingiwa na hofu ya Mungu. Ni uoga wa Mungu. The fear of the Lord is the worship. The fear of the Lord is the worshiping of God in truth and spirit. Yes, glory Rabban Rasai. Naambiwa muda unayoyoma sana. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote ushirika, wakiuza mali zao wakagawana wakasaidiana. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, kwa moyo mmoja. Usikuje kwa kanisa na moyo mbili. Moyo mbili ni kuwa na second thought. When you have a second thought, you are going to hell. Hata nimekuja tu niombewe, nisipopona hii malaria, kesho naenda hosi. You will not be healed. Hata nikuwekee mkono hivi, hata watu wanene kwa lugha 200, you will not be healed because you believe in the doctor, not God. Ukienda hospitali, you believe that doctor will treat you and you will be healed. But ukikuja kwa Mungu, believe God will treat you and you will be healed, na utapona. Lakini ukikuja na second thought, God hate people with the second thoughts. Kila mtu akaingiwa na hofu. Sikiliza, kwa nyumba wakadumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Chakula chao ni neno. Neno la Mungu lazima ulipokee kwa furaha na moyo mweupe. Sio kama umekasirika. Kama umekasirika usikuje kusikiliza klipu ya Mungu. Neno la Mungu lisikilize kwa furaha na moyo mweupe. Alafu sikiliza, wakamsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Wakamsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa. Basi hilo ndio somo letu la leo. Mpate kubarikiwa. Jifunzeni maneno hapo. Neno la kwanza ambalo mnapaswa kujifunza, let me summarize.
ni kutubu. Kutubu ni kutakaswa. Kutakaswa ni toa kila kitu. Sumwana mapambo, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Vua kila kitu. Moyo wako ukavue tamaa ya pesa, vua usomi, vua utajiri, vua mali, vua usherati, vua uzinzi. Kataa kila kitu ulichokuwa ukikiishi, kuwa tayari kuacha kila kitu. Hivyo ndo sasa peleka moyo wako. Hiyo ndo toba, ondoleo la dhambi. Alafu utapokea Roho Mtakatifu. Alafu kila siku lazima umege mkate na kusali. Lazima umege mkate na kusali. Kristo ndiye Bwana na pia Mungu. Haleluya. Asanteni sana, mpate kubarikiwa.